Oh yes, mambo vipi? Karibu sana katika channel ya kupendwa ya Mapro Media, tuangazie zile entertainment stories, kwa maana habari mbalimbali za kiburudani ambazo zimejiri na tumeona vyema tuziweke hapa, na kubwa zaidi bwana, tunaangazia kile ambacho kinaendelea katika upande mzima wa music Bongo Flava, ambapo katika wiki hizi mbili kumekuwa na mtafaruku kwelikweli upande wa hizi timu mbili, kwa maana timu Mondi na timu Kiba, ambapo tumeona kuna competition fulani ambayo imeibuka tena baada ya Diamond Platnumz kuachia Happy kama hit song yake mpya, lakini pia Alikiba akiwa na Bien wakiachia ngoma yao inafahamika kama Final, ambayo imeonekana kufanya vizuri sana kuliko Happy. Sasa baada ya muonekano huu wa kwamba Final imefanya vizuri kuliko Happy, Diamond Platnumz aliamua kushusha chuma kingine bwana, inaitwa Joy, akiwa yuko na Juma Jux ambaye amefanya collaboration na ngoma hiyo. Baada ya kuachiwa tuliona kwa namna moja ama nyingine ilianza kwenda kasi kidogo, tukaamini kwamba pengine itakuja kuvunja rekodi ya Finally ambayo imeonekana kusumbua sana licha ya Diamond Platnumz kuachia chupa yake hile. Sasa bad news ni kwamba ngoma hii bwana bado pia imefeli kwa maana ukiangalia hadi hivi sasa, leo ni siku ya 5 na inaenda siku ya 6, lakini bado inasoma views milioni 2.8 katika mtandao wa YouTube. Lakini pia nimepita kule Boomplay, Spotify na mitandao mingine, kwa maana digital platforms zingine, bado ngoma hiyo haijakuwa na mauzo makubwa kama vile ilivyotarajiwa. Kwa hiyo ni kwa namna moja ama nyingine inaanza kuleta mushkeli kwamba pengine Diamond Platnumz huenda anashuka kimuziki, ama pengine ngoma ya Alikiba na Bien imekuja kuathiri mashabiki wa Diamond Platnumz na pengine wamekimbilia kwa Alikiba. That's why tunaona ngoma mbili lakini bado hazijafanya vizuri sana, licha ya kuwa na mashabiki wengi kwa muda mrefu. Lakini tuliamini kwamba endapo Alikiba na Diamond wakiwa wanatoa ngoma kwa pamoja, basi pengine zitakuwa zinakaribiana, ama pengine Diamond pia atakuwa anakimbiza sana, kwa sababu tumeona Diamond mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana na kazi zao zimekuwa zikienda viral sana. Lakini isivyo bahati ndio hivyo, tunaona Finally inazidi kusonga mbele, ili hali ngoma mbili za Diamond Platnumz zinafanya vizuri, lakini haijafikia ile record ambayo imewekwa na ngoma ya Finally, ambayo kwa sasa ndio imekuwa ni hit song kwa East Africa, kwa sababu ukiangalia nchi jirani kama Kenya, Uganda, Tanzania yenyewe bado naona ipo namba 1 katika digital platforms nyingi sana, na hii inaonyesha ni wazi kwamba ngoma hiyo imekuja kuonesha kuna kitu cha ziada Diamond Platnumz anatakiwa afanye, ili pengine aendelee kusustain katika nafasi yake ile ambayo wengi wamezoea kwamba yuko namba 1 siku zote. So imekuwa ni bad news kwa mashabiki wa Diamond Platnumz bwana, kwa sababu waliamini kwamba pamoja na Happy kufunikwa, waliamini ujio wa Joy ambayo inamkutanisha pia na Juma Jux ndani yake, kwa maana ni collaboration, uliamini itakuja kuifunika collaboration hii ya Bien na Alikiba ambayo inafahamika kama Finally. So na hii nafikiri kwangu mimi ilikuwa ni kipimo kizuri, kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa tunafanya comparison na ngoma ambayo Diamond amefanya peke yake. Kwa hiyo tukaamini kwamba huenda kutufanya vizuri sana kwa ngoma hili ni kwa sababu iko peke yake, na huko upande wa Bien na Alikiba wamefanya collaboration wa wawili. So ilivyokuja Joy, tukaamini kwamba sasa competition ama comparison ambayo tulikuwa tunahitaji ni hii, kwa maana upande wa Diamond watoe kolabo na upande wa Alikiba pia ni kolabo. So kwa sababu Jux na Diamond wana mashabiki, kila mtu ana fan base kubwa, lakini pia kwa upande Bien na Alikiba kila mtu ana fan base kubwa, tukaamini sasa Joy itakuwa ni ngoma ambayo ina haki ya kuwa compared na ngoma hii ya Alikiba na Bien. Lakini mambo ndio hivyo, imekwenda tofauti. Bado Finally inazidi kusonga mbele, Finally inazidi kutrendi si tu katika digital platforms, hata ukiingia mitaani kiukweli, kila chocho ukipita utasikia watatii Finally. So imekuwa ni wakati mzuri kwa Alikiba pengine kwa sasa, and that's why tunaona anafanya vizuri
sana kwa ngoma hiyo. Hatujajua kama akija kutoa ngoma nyingine labda pengine atatengeneza rekodi kama hii ama itabuma. Mimi naye hatujui, tusubiri kwa hamu kile ambacho pengine kinafuatia. So imekuwa ni hivyo. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandike kwenye comment section. Usahau kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile update kali zote ambazo zinajiri nasi tumekuwa tukiziweka hapa kila siku.